Zipo taarifa nilizozipokea ambazo zinasema jeshi la Marekani limethibitisha kuyashambulia makao makuu ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC, ikiwemo vituo vya uongozi wa kijeshi pamoja na mitambo ya drone. Na kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo ya Alhamisi yalidumu kwa muda wa saa 2 baada ya Iran kufyatua makombora dhidi ya vikosi vya Marekani vilivyoko Mashariki ya Kati. Taarifa CENTCOM imeeleza kuwa makombora yote yalidunguliwa na hivi karibuni vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko nchini Jordan vimekuwa vikilengwa na Iran, kwa hiyo wamelipiza kisasi. Kulingana na CENTCOM, mashambulizi hayo yalikuwa na lengo la kupunguza zaidi vitisho vinavyotolewa na Iran na makundi yake washirika dhidi ya vikosi vya Marekani, usafirishaji wa meli za kibiashara na nchi jirani za Ghuba. Na inadaiwa kwa mujibu wa shirika la habari la Iran IRNA, watu 3 wameuawa na wengine 2 wamejeruhiwa kwenye shambulizi la Marekani kwenye kisiwa cha Kashmir ambapo kipo karibu kabisa na pwani ya Iran kwenye mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo Pakistan imethibitisha kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Iran bado yanaendelea licha kuongezeka kwa mapigano katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Na wanasema mazungumzo kati ya pande husika bado yanaendelea kwa lengo la kuirejesha hali ya kawaida hasa katika mlango bahari wa Hormuz na pia kupunguza mvutano uliopo, alibainisha Tahir Andrab, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan. Lakini sasa mara baada ya hayo kuweza kufanyika, zipo taarifa ambazo nimejaribu kuchimbua na kutaka kuthibitisha kama zina ukweli halisi baada ya kuona taarifa hii ya Marekani kushambulia maeneo hayo. Kwa jumla ni kwamba hizo taarifa ni za ukweli, na wanafamilia 3 wakiwemo mama, baba na mtoto wa kiume wa miaka 2 waliweza kuuawa kwenye shambulio la anga la jeshi la Marekani lililolenga jengo la makazi kwenye kisiwa cha Kashmir kusini mwa Iran. Naibu gavana mkuu wa Hormozgan anayehusika na masuala ya kisiasa, kiusalama na kijamii, Ahmad Nafis, amesema leo kwamba zoezi la utafutaji, uokoaji na uondoaji vifusi kwenye eneo la shambulio hilo kwenye kitongoji cha Chahitangu cha jiji la Kashmir zimekamilika. Na Nafis amethibitisha kwamba miili ya wazazi na mtoto mdogo mmoja wa kiume imepatikana kwenye maeneo hayo chini ya vifusi. Na ameongeza kuwa watu wengine 2 wa familia hiyo waliokolewa kutoka kwenye vifusi muda mfupi baada ya shambulio na kukimbizwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Watoto hao walipatiwa kwanza matibabu ya dharura katika eneo la tukio kabla ya kuhamishiwa hospitalini. Naibu huyo wa gavana mkuu wa Hormozgan ameeleza kuwa shughuli za utafutaji zilikuwa zimekamilika na watu wote waliokuwa wamekwama chini ya vifusi wamehesabiwa. Katika chapisho iliyotoa kwenye X usiku wa manane wa kuamkia leo, kamandi kuu ya jeshi la kigaidi la Marekani ilisema vikosi vya jeshi hilo kwa mara nyingine tena vilianzisha uchokozi mpya wa kijeshi dhidi ya Iran, ikieleza kama ni jibu la nguvu kwa kilichotokea kwenye jaribio la mashambulizi ya Iran siku iliyopita dhidi ya vikosi vya Marekani vilivyopiga kambi kinyume na sheria katika eneo. Shirika la habari la Tasnim limeripoti kuwa milipuko 3 ilisikika kwenye kisiwa cha Kashmir ndani ya jiji, na kwa mujibu wa mtangazaji wa shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB, milipuko mingine ilisikika pia kwenye mkoa wa Bushehr. Sasa mara baada ya shambulizi hilo, harakati ya Hezbollah ya Al-Nujaba ya Iraq imeonya kwamba maslahi ya Marekani na Saudi Arabia yatalipa gharama kubwa baada ya mashambulizi ya pamoja ya anga nchi hizo kulenga maeneo ya harakati hiyo ya mukawama katika mikoa kadhaa ya Iraq usiku wa kuamkia jana, na kuwa watu wasiopungua 20 na kujeruhi wengine wengi. Kwenye taarifa ile Jumatano, harakati hiyo ya mukawama ya Iraq ililaani uchokozi wa Marekani na Saudia dhidi ya ardhi ya Iraq baada ya mashambulizi hayo kulenga mikoa mingi ikiwa ni pamoja na mji mkuu Baghdad, Basra, Karbala, Kirkuk na Nineveh. Harakati hiyo imetaka kuondolewa mara moja kambi zote za kijeshi za Marekani na makao makuu ya majeshi ya nchi hiyo katika ardhi ya Iraq, ikieleza uwepo wa jeshi la Marekani kuwa ni hatari ya kudumu na dhidi ya uwepo wa usalama na utulivu wa nchi hiyo. Aidha, ilitaka serikali ya Iraq isitishe mara moja ushirikiano wote na Saudi Arabia, ikisisitiza kwamba ufalme huo unatumika kama mfadhili mkuu wa ugaidi dhidi ya Iraq. Harakati ya Al-Nujaba imekosoa pia mjibizo wa serikali ya Baghdad kwa mashambulizi hayo, ikisema viongozi lazima waachane na kauli za kudhihirisha hasira na kulaani tu ambazo zinahamasisha kufanywa uchokozi zaidi. Al-Nujaba imetoa wito pia wa kupelekwa haraka mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ili kulinda anga ya Iraq, na imetaka pia kuwepo na uwajibikaji kwa walioshindwa kulinda mamlaka kujitawala ya nchi hiyo. Harakati hiyo ya mukawama imeapa kuwa haitoruhusu Marekani na Saudi Arabia zikiuke mamlaka ya ardhi ya Iraq bila kulipia gharama kubwa kwa kulengwa maslahi na usalama wao. Wakati huo huo, rais wa Iraq Nizaf Ahmed naye pia amelaani uchokozi huo, akielezea kuwa hukubaliki na ni ukiukwaji wa wazi wa mamlaka ya kujitawala ya Iraq
uliolenga taasisi rasmi za usalama za nchi hiyo kinyume na sheria za kimataifa na hati ya Umoja wa Mataifa. Hichi ni kile ambacho kimeendelea kushika hatamu zaidi. Kwa mengine mengi yatakayoendelea kujiri, basi nitaendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Shukran kwa Babe wa Kivita.